Kwanza nitangulize shukrani zangu za dhati kwa media ambazo zimejitokeza kwa kuweza kusikia wito wa Madam Ebitoke na kuja kusikiliza, kwa sababu pia haikuwa kitu rahisi kulingana na changamoto ambazo Madam alizipitia nyuma. Kuna baadhi ya Watanzania, baadhi ya watu wamepoteza imani kwake. Kwa hiyo haikuwa jambo rahisi kwa media kuacha mambo yenu pia na kuja kumsikiliza Madam, kumsupport. Mimi niseme kwanza asante kwa hilo, nashukuru. Na lengo la kuita hii press conference ni kwa sababu ya Madam Ebitoke. Mimi nafahamika kama manager Tibu, ni manager pia Madam Ebitoke, ni mtu ambaye namsimamia na nasimamia kazi zake kwa sasa hivi. Kwa hiyo niweze kumkaribisha Madam kwa ufupi aelezee lengo na sababu ya yeye kuweza kuita media kutaka kuongea. Yes, karibu Madam. Karibu sana. Asante. Asanteni sana waandishi wa habari kwa kuweza kuitikia wito wetu. Nashukuru sana. Hii ni heshima kubwa sana kwangu. Nadhani miezi mitatu michache iliyopita nyuma nilikuwa nimepitia changamoto ambayo hiyo changamoto ilisababisha baadhi ya Watanzania hata media na makampuni makubwa yasiniamini. Kiukweli ile changamoto napenda kuiongelea kwamba haikuwa kama vile ambavyo Watanzania walivyoipokea. Mimi nataka kuhakikishia Watanzania kwamba niko sawa kiakili, kimwili na kila kitu. Na pia watu wengine walijua kwamba mimi nimekufa au bado nipo ndani ya ile changamoto. Nataka niwaambie mashabiki zangu kwamba Ebitoke mimi ambaye walikuwa wanamjua, ambaye walikuwa wamemzoea, niko salama, niko sawa kwenye kila kitu. Kiukweli changamoto niliyoipitia ilinifanya mpaka nikawa nimekata tamaa ya kufanya sanaa. Yaani ilinifanya kabisa nikatoka kwenye ramani ya sanaa kwa sababu ilikuwa ni changamoto kubwa sana ambapo haraka nilivyotoka sikutamani sana kuendelea kufanya sanaa. Lakini napenda kuishukuru timu yangu, management yangu, Bwana Tibu hapo na Maisheli mume wangu hapa. Huyu ni mume wangu, amenioa, ashanitolea mali nyumbani. Hawa ni watu ambao walinitia moyo baada ya mimi kukata tamaa, ni watu ambao walinifariji, wakanisapoti na ndio watu ambao wapo wanaendelea kunisapoti. Kwa hiyo nawashukuru sana. Na kuna Watanzania wengine wanahisi kwamba mimi bado siko sawa. Jamani, mimi niwaondoe wasiwasi mashabiki zangu. Niko sawa. Na pia napenda kuishukuru kampuni yangu pendwa, Magari Empire. Hii ni familia yangu mpya kwa kuniamini mimi na kutamani tena kufanya kazi na mimi. Na hivi karibuni mambo mazuri yanakuja. Magari Empire kama mkurugenzi hapa mnavyomuona, hivi karibuni atanipa ubalozi. Ameniamini kwa mara ya pili. Kwa mkurugenzi, mimi nashukuru sana kwa kuniamini kwa sababu Watanzania waliondoa imani kwangu kwa changamoto ambayo nilikuwa nimeipitia. Kwa hiyo ninakushukuru sana kwa kuniamini na kuweza leo kuita press kuongea hapa. Asante sana. Kwa hiyo baby, mume wangu, wewe ni mume wangu. Mimi nakushukuru sana. Baada ya changamoto hiyo niliyoipitia, hukuniacha. Ulikuwepo, ulinifariji na ukanichagua. Yaani ulikuja kunioa ndani ya changamoto. Kwa hiyo nakushukuru sana mume wangu, na Watanzania nataka wajue ndo mwanaume wangu, ndo mume wangu ambaye sasa hivi yuko ananisupport. Kwa hiyo Ebitoke yule ambaye Watanzania walikuwa wanamjua, sasa hivi anarudi kivingine na mambo mazuri yanakuja. Mambo mazuri yameanzia hapa Magari Empire, lakini sasa hivi niko tayari kufanya kazi upya. Jamani, yaliyopita si ndio ile tugange yajayo. Kwa Ebitoke mimi nakuja kivingine. Kuna kazi nyingi ambazo nimeziandaa tayari kama series na nyingi na mambo mazuri yanakuja. Sitaki kuongea sana. Mimi napenda tu nimkaribishe mkurugenzi hapa Magari Empire pia awezi kuongea mawili machache. Mkurugenzi, karibu sana. Ili kwaje mpaka ikafikia pale ambapo tunaona kwenye mtandao kwa Ebitoke sawa na kusema uchizi? Sitaki kuiongelea sana kwamba Ebitoke alikuwa chizi, lakini mimi nataka niongelee kama jaribu. Mungu alikuwa anataka nitoe kwenye sehemu ambayo sio sahihi. Iwezekana nilikosea njia nikaenda kwenye sehemu ambayo sio sahihi, lakini Mwenyezi Mungu akanipiga tukio ili nitoke kwenye ile sehemu ili nirudi kwa Ebitoke yule ambaye Watanzania wanampenda na Watanzania wanamwamini. Kwa ile changamoto kwangu mimi ambavyo imetokea na Mwenyezi Mungu amenifanya nimeivuka. Sitaki kwa Tanzania wakaendelea kuiona kama vile bado ipo. Yaani tufanye kwamba imeshaisha.
na changamoto kwenye maisha ni kawaida, si ndio ndugu waandishi wa habari? Kweli. Kwa mimi tu cha fulana cha muhimu kwangu, nashukuru sana Magari Empire kuniamini mimi Bitoke. Unajua, kwa hiyo changamoto ni ngumu sana tena mtu kuaminika, especially sisi wasanii. Lakini sio, mimi nakushukuru tena kwa mara nyingine. Sitaki kuzungumzia hiyo changamoto. Mimi nakushukuru kwa kuniamini tena na kwa kunipa nguvu siku ya leo na kuweza kukaa mbele ya waandishi wa habari. Maana ile changamoto ilinifanya kabisa nikasema sitaki tena sanaa, sitaki tena kuongea na waandishi wa habari, sitaki tena kufanya chochote kinachohusiana na sanaa, nilikataa. Lakini Magari Empire mmesababisha, management yangu hapo, bebi wangu hapo, ni watu nawashukuru sana, asanteni sana. Swali lingine ndugu waandishi wa habari. Yaani hakuna, ila ni watu wangu wa karibu na watu ambao walipitia kwenye mikono yangu, watu ambao niliwatengeneza kama Kitenge Comedian alikuwepo, kwa sababu ni kijana wangu ambaye nilikuwa nimemtengeneza, alikuwepo, alinisupport kwenye ile changamoto na kuhakikisha mpaka amekaa sawa. Na ndugu zangu hapo, mume wangu na management yangu na watu ambao walinisupport, lakini pia na makanisa ambayo yaliniombea mpaka nikaa sawa. Wakina mkali wenu au viongozi wa sanaa walikutafuta kwa upande wa serikali na vitu kama hivyo, kuonyesha ushirikiano kwa lengo yoyote labda? Hapana, kwa viongozi nisema walinitafuta, ila tu kwa sababu nilipata matatizo nikiwa Mtwara. Sasa nikasema kituo cha polisi ya Mtwara ndio kiliweza kunisaidia na kutangaza kwa Tanzania kwamba nilipata matatizo. Imekupa picha gani baada ya kurecover na kurudi kama hivyo, unapata madini na situation ambayo umeipitia kwa watu wako ambao walikuwa wanafanya nao kazi walikuwa karibu, lakini kupitia hizo changamoto kama kuna ukaribu ulipungua, sasa hivi uko sawa? Kuna kitu gani ambacho umejifunza wewe? Sio kila rafiki ni rafiki. Sio kila rafiki ni rafiki. Na watu wanaweza akakuchekea pale ukiwa kwenye nafasi nzuri, lakini ukiwa kwenye matatizo ni wachache ambao wanakusupport. Kwa hiyo sasa hivi nimejifunza kuchagua marafiki sahihi na watu sahihi. Benpo kukupigia hata simu? Benpo tena na wewe bwana. Benpo hajanitafuta bwana. Kwanza nahisi kashanisahau. Sitaki hata kumuongelea. Lakini kuna kina Faizali walinitafuta na wengine ambao siwezi kuongelea sana. Kuna baadhi ya wasanii walikuwa wananitafuta. Ya video mwanangu sana alihakikisha anampata ndugu yangu. Ya kina video Miladi, wote na watu ambao alihakikisha mimi wanamsupport. Sawa. Ongea kidogo. Hebu baby ongea kidogo. Watanzania wanatakiwa wakusikie. Mimi namshukuru tu Mwenyezi Mungu. Kwanza, yes, namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuweza kutukutanisha kwa siku ya leo, maana ni baraka. Wapo watu ambao wapo leo ila sisi tumebahatika kuwepo. Nawapenda sana waandishi wa habari. Tumsupport madam. Amekuja na kitu kikubwa sana na akaja kivingine kwa sababu ana mambo makubwa sana ambayo atakayofanya hivi karibuni. Anavyo vitu vingi ambavyo ni vikubwa ambavyo najua mnavipenda wa Tanzania. Pia mimi ni mwanamuziki, naimba. Mimi nafanya music, Bongo Flava, nafanya muziki wa dunia pia. Na soon hapa nina EP na nyimbo kama 8 naachia chini ya management yangu SMS Mchezo Africa pamoja na Magari Empire, kwamba tuna mambo makubwa. Ni short kwamba hii timu inakuja na maangamizi. Hii timu inakuja na mauaji ya kweli kabisa, kwa sababu tunajua tunachofanya na tunawapenda, tunataka tuwape ladha nzuri. Na mumpokee madam, ana series, ana episode, ana vitu vikubwa, na wasanii ambao wapo tayari kuigiza wamudie madam, kwa sababu anahitaji pia wasanii wapya, kwa sababu anashirikisha wasanii wengi sana ambao mnawajua wakubwa watakuwa ni movie yake yeye. Wote mnawajua watakuwa kwenye movie yake yeye, na hivi karibuni tunaiachia soon pamoja na kampuni yetu Magari Empire. Kifupi sina mengi ya kuongea, na wapenda sana waandishi wa habari kwa sababu collab ambao umetengeneza naye. Pia madam amenipa collab. Meneja ni vizuri amenikumbusha. Madam ana collab amenipa. Na kwenye EP yangu pia nina collab na wasanii wengi wakubwa ambao mtawaona. Sihitaji kuiongelea hiyo sana kwa sababu ni kitu kinakuja, tutawaita tena, nafikiri kitu kama hicho. Ndio maana hata sipendi kuambia sana, lakini mambo mazuri ndio yanakuja. Sijui bosi wangu
anaweza kulikazia hili vipi, lakini naamini kwamba mambo mazuri yanakuja. Nawapenda sana waandishi wa habari, nawapenda sana Watanzania, na serikali yetu isituache. Vipaji sio vya kuacha, na sisi kama vipaji tunategemea serikali. Hamna sisi bila serikali. Ina maana tunaamini serikali yetu kwamba ndio inaweza katufanya tufike, kwa sababu tuna mpango wa kutembelea mmoja baada ya mwingine. Na madam alipata changamoto, na hiyo changamoto ilikuwa sio changamoto, ilikuwa ni maisha mengine tu ya kawaida, ambao kwamba tunaamini sasa viongozi wetu tunakapokuja kuwatembelea, tunaamini mambo mazuri tutayapata ili tuweze kuachia EP yetu na tuachie pia movie ya madam, kwa sababu tunaamini hii movie itakuja kuwa kubwa duniani, kwa sababu tunaandaa promotion kubwa, ni budget imetengwa na boss na tunataka kufanya hivyo vitu vikubwa. Kwa hiyo tunaamini pia hata serikali yetu haitatuacha kwenye hilo. Mkuu wa mkoa, tunakuamini Mheshimiwa Paul Makonda, ninyi ndio wazazi wetu ambao mnajua nini tunachokifanya. Kwa hiyo tunakuja kwenu na mtusaidie, kwa sababu hiki kitu sio cha kwetu, ni cha Watanzania wote. Asante sana waandishi.